Kwa majina naitwa Dr. Sister Clotilda Chuma. Mimi ni daktari ninayefanya kazi katika idara ya kina mama au daktari mkunga. Kwa leo nitazungumzia kitu ambacho kinahusiana na kina mama. Kwa Kiingereza tunasema menopause, lakini kwa Kiswahili tunasema kukoma kwa hedhi kwa mwanamke. Kukoma hedhi kwa mwanamke ni pale ambapo mwanamke anaacha kuona siku zake mfululizo kwa miezi 12 au zaidi. Hali hii inatokea kwa ajili ya umri, lakini pia inaweza ikajitokeza ili labda ya magonjwa kama mtu amefanyiwa operation au ametumia kemikali nyingine ambazo zinaweza kuvuruga huo mzunguko, au kama amefanyiwa operation kuondolewa zile ovaries ambazo zinatengeneza hormones ambazo zinamfanya mwanamke apate hedhi. Kwa hiyo inamuingiza pia katika ukomo wa hedhi. Hii hali inaanza kutokea kuanzia miaka 45 kwa wengine mpaka kwenye 52 na wengine wanaenda mpaka 55. Lakini pia inaweza ikatokea mapema zaidi, wengine wanapata hata huko baada ya miaka 30, 35 au 40. Na kwa watu kama hawa ndio wale ambao tunaweza tukasema kama vile nilivyosema mwanzoni kwamba inawezekana ni kwa ajili ya matibabu, lakini kuna wengine wanapata zile tunazosema ovarian failure, premature ovarian failure, yaani mayai yanashindwa kabla ya ule wakati wake kufika, yaani ule umri wa menopause. Kwa hiyo mtu anaweza akapata hiyo menopause mapema zaidi. Lakini pia hii menopause haiji moja kwa moja kwamba inajitokeza chap mara moja huyu mama akakoma hedhi. Wanaopata hiyo ya kukoma moja kwa moja ni hawa kama waliofanyiwa operation au hao wenye matatizo mengine ya magonjwa. Kwa hiyo ili mama aweze kuingia kwenye menopause kuna hatua 3. Hatua ya kwanza kuna ile perimenopause ambayo ni kipindi cha mpito. Hatua ya pili ni menopause yenyewe ambapo anafikia kabisa ule ukomo. Hatua ya 3 anaenda kwenye postmenopause au baada ya ile menopause. Sasa hii perimenopause ni kipindi ambacho kinaanza kutokea kuanzia pale kwenye miaka 40 na kuendelea hapo kabla hajaingia kwenye menopause kamili. Katika kipindi hiki huyu mama ataanza kuona mabadiliko kwenye hedhi zake. Kwa sababu gani anaanza kuona hayo mabadiliko? Yaani uzalishwaji wa zile hormones ambazo zinamfanya huyu mama apate hedhi zinapungua. Kwa hiyo zile ovaries kutengeneza tena vile vijiyai ambavyo vinapevuka viweze kutengeneza kutoka kwenye yai kule viingie kwenye mfuko wa uzazi, mama aweze kupata hedhi, zinaanza kupungua. Kwa hiyo dalili zake huyu mama ataanza kuona kwamba mzunguko wake tena unabadilika. Haui kama ilivyokuwa mwanzoni. Anaweza akaruka damu zake kwa miezi kadhaa. Wengine wanaruka miezi 3 hata 6. Halafu baadaye anaingia tena. Lakini pale anapoingia wengine zinatoka nyingi sana au zinakuwa majimaji. Na hii yote inasababishwa na ile upungufu wa hizi hormones, homoni ya estrogen na progesterone. Ndio zinazohusika katika kutengeneza mzunguko wa mwanamke.
Kwa sababu hiyo, kutokana na hii hali sasa, yule mama, hizo dalili nyingine, hiyo ni dalili ya kwanza ambayo ataona sasa mzunguko umeanza kuvurugika, hapati siku kama ilivyokuwa mwanzoni. Lakini vile vile anaweza kuanza anaona joto mwilini. Hili joto unaona linaanzia kifuani linakuja mpaka mgongoni, na mara nyingi linatokea zaidi usiku na linaambatana na kutoka jasho. Kwa hiyo mtu anaweza akafikiria hata ana homa, lakini hana homa yoyote. Ni mabadiliko tu hayo ya hormones ndio yanamfanya apate joto, kwa sababu hizi hormones kazi yake sio tu kuleta hizo menstruation, lakini na kulinda joto la mwili na mifumo mingine pia. Kitu kingine, anaanza kukosa hamu ya tendo la ndoa. Anaona sasa, mimi naona kwangu hiki sio kitu muhimu. Au anaanza kusikia maumivu kwenye matiti, na hii daima inatokea akikaribia sasa kuingia kwenye siku zake. Anaona kama matiti yamevimba, yanauma, lakini hamna chochote. Anaweza kapata na uchovu usio wa kawaida, kukosa usingizi na kuongezeka uzito. Anaongezeka uzito kwa sababu sasa kipindi kile kwanza ameanza kuwa ile, yani ule uchangamfu na kujituma kama zamani kunapungua, tunasema anakuwa kama less active. Halafu pia kwa sababu zile hormones zimepunguza ile kazi yake, anaanza kuwa anajaajaa, mwili unajaajaa, ananenepa, kwa hiyo na uzito unaongezeka na mafuta pia yanaongezeka. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni ile sasa anaingia kwenye menopause kamili. Hapo mwanzoni tuliona kwamba alikuwa anarukaruka zile siku zake za mwezi kuanzia miezi 3 mpaka 6, lakini zinakuja tena. Lakini akiingia kwenye menopause kamili, sasa hapa inakuwa mfululizo mwaka mzima, kuanzia miezi 12 na kuendelea, haoni tena siku zake. Na hii huwa inajitokeza kuanzia miaka, kwa wengine inakuwa miaka 45 mpaka 55, lakini kuna wachache ambao wanaenda zaidi mpaka hapo, lakini ni watu wachache sana. Walio wengi ni kati ya 45 na 55. Unakuta zile siku zimekoma kabisa. Kwa hiyo zile dalili ambazo alikuwa anazisikia pale kwenye perimenopause ndio zinaongezeka sasa. Yale mambo ya kutoka jasho usiku, joto mwilini, anakuwa na msongo wa mawazo, kuhamaki kirahisi. Mtu akimkasirisha kidogo tu yeye anakasirika. Ukimgusa kidogo unamuuzi. Maumivu wakati wa tendo la ndoa, uchovu wa mwili, mifupa pia inauma, na kushindwa kubana mkojo. Wanashindwa kubana mkojo kwa sababu homoni ya estrogen kazi yake nyingine pia ni kufanya misuli ya kibofu iwe stable, yani ikaze, aweze kubana mkojo. Sasa unakuta zile hormones na zenyewe hazitengenezeki. Kwa hiyo wakati huo kubana mkojo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mara nyingi tunapata wamama wanakuja na sasa, mimi nikitaka kwenda chooni, nisikia mkojo unauma, nikitoka tu hapa kabla sijafika hata chooni nakuta mkojo umetoka. Hizi ni dalili mojawapo. Akishaingia kwenye menopause, hii hali inaweza ikadumu hata miaka 3 mpaka 4, ili ya kusikia joto nini wanakuwa nazo. Malalamiko ya mgongo, mifupa kuuma, magoti na nini yanakuwepo pale. Lakini baada ya pale anaingia sasa kwenye kipindi cha postmenopause, yani kwamba sasa ameshamaliza kile kipindi cha menopause, anaingia kile sasa cha mwisho baada ya ukomo. Sasa kwa wengine kipindi hiki hizi dalili zinaweza zikapungua, lakini wengine zinaendelea. Kwa hiyo katika kipindi hiki pia utakuta sasa na magonjwa mengine yanakuwepo. Pamoja na kwamba hedhi imekoma, lakini utasikia sasa wamama wengi wanalalamika mifupa inauma, kwa sababu
hormones zile zinasaidia pia kulinda mifupa ile na kuvuta calcium iweze kutengeneza mifupa ile iwe imara. Lakini sasa baada ya hapo zile hormones hazitengenezeki, especially hormone ya estrogen haitengenezeki tena. Kwa hiyo mifupa ya mwanamke inaanza kutoboka toboka, inatengeneza kitu kinaitwa osteoporosis. Wanapata magonjwa ya moyo pia. Watapata ile hali ya kusahau. Akiweka kitu hapa, baada ya muda ukimuuliza anasema nimesahau, hata sikumbuki kiko wapi. Nywele zinaanza kuwa zile laini nyepesi na nyingine kuanza kunyofoka. Wanaongezeka pia uzito na kuwa na upungufu wa madini mwilini. Haya yote yanakuja kwa sababu hakuna vile visaidizi, zile hormones ambazo zingesaidia mwili kutengeneza hivyo vitu, kwa hiyo hazitengeneki tena. Sasa je, huyu mama akilalamika hivi haya maumivu tutamwacha? Kwamba aendelee kuvumilia maumivu yake, kwamba tutamwambia tu mama ni menopause, nenda ukalale? Hapana. Kuna matibabu ambayo tunaweza tukamsaidia yakasaidia kupunguza ile maumivu, matibabu ya moyo na nini, akakaa sawa. Lakini sio kwamba tutaondoa ile hali ya menopause, kwamba tuirudishie sasa arudi kama ilivyokuwa zamani. Hapana. Kwa hiyo baadhi ya matibabu ambayo tunampatia yanapunguza tu zile dalili. Kwa mfano, tunasema kuna hormonal replacement therapy. Yaani tunampa hormones ambazo zitasaidia kupunguza zile kerokero. Kwa mfano, kuna estrogen hormone. Hii kuna cream tunaweza tukampa, kuwa napaka sehemu ya paja au sehemu ya mkono, yenyewe itakuwa inaenda inamsaidia. Lakini hii tunawapa kwa wale ambao hawana mfuko wa uzazi, kwa sababu ukimpa yule ambaye ana mfuko wa uzazi ina hatari ya kumsababishia kansa ya kizazi. Kwa hiyo estrogen hormones huwa tunatoa kwa wale ambao hawana mfuko wa kizazi. Lakini pia unaweza ukampa progesterone na yenyewe ikamsaidia, na yenyewe ni hormones pia. Lakini pamoja na hizo, kwa sababu tumesema kule mwanzoni wanasikia kwamba ukavu, ukeni na nini, kwa hiyo unaweza ukampa lubricants akazitumia, especially wale bado naishi na wanaume wao. Tunaweza tukawapa calcium kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye mifupa, na vitamini D pia inasaidia kuvuta calcium iweze kustabilize mifupa. Kitu kingine tutawaambia wabadilishe pia mwenendo wao wa kuishi, kwa sababu katika umri wa uzee wamama wengi ambao labda na uwezo wa familia ni mzuri wako less active. Labda kama amestaafu sasa anakaa nyumbani hafanyi kazi yoyote, ile inamuongezea uzito na mafuta kukusanyika. Kwa hiyo maumivu pia kwenye viungo yanaongezeka. Kwa hiyo tunawashauri kufanya mazoezi kadiri ya umri wao ambayo anayaweza, lakini yatamsaidia pia kufanya damu itembee na kupunguza uzito. Kula chakula vizuri ambacho sio cha kuongeza mafuta sana mwilini. Kuacha pombe, au kama anakunywa anapunguza kidogo. Kuacha kuvuta sigara, kama anavuta basi kwa kipindi kile tunamshauri asivute. Na mwisho tunawashauri kuwasiliana na wataalamu wa afya ili waweze kupata ushauri mzuri kuendana na umri wao na matatizo walio nayo kwa kipindi kile. Asante.